Ndugu mtazamaji, ndugu mfuatiliaji, karibu tena katika kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny. Kipindi ambacho kwa pamoja tunasaidiana katika kujua malengo na sababu za Mungu Mwenyezi kutufanya tuweze kuwepo kwa wakati huu. Swala ambalo ningetamani tuweze kuzungumzia, nilishawahi kuzungumza na wewe juu ya masuala ya vision and mission, ama masuala ya dira na dhima. Namna gani unaona picha ya mbali inayohusu maisha yako, au picha ya mbali inayohusu taasisi yako, au inayohusu biashara yako, au inayohusu familia yako, na pamoja na dira yake, kwamba vitu gani utakuwa unavifanya kuhakikisha kwamba vinakupeleka kwenye dira ambayo uko nayo. Leo hii nataka nikwambie kwamba hivyo vitu vinahitaji swala zima la uongozi makini. Kama ni wewe mwenyewe linakuhitaji, basi uweze kuwajibika kama kiongozi kuhakikisha kwamba unatengeneza vision nzuri ama dira nzuri ambayo itaweza kukufikisha mahali fulani, ama kufikisha taasisi yako mahali fulani, na taasisi ikaweza kuonekana mchango wake katika jamii, au wewe mwenyewe binafsi mchango wako katika jamii ukaweza kuonekana dhahiri. Sasa nasema ni swala la kiuongozi kwa sababu kiongozi anapaswa kuwa na maono. Hiyo ni moja ya sifa kuu ya kiongozi. Kiongozi unapaswa kuwa na maono. Unaishi leo, lakini unaiona miaka 5 inayokuja, unaiona miaka 10 inayokuja, unaiona miaka 50 inayokuja, na unaiona hata miaka 100 inayokuja. Kwa sababu gani? Sio lazima wewe ukawepo wakati huo, lakini sasa hivi wewe unatengeneza utaratibu au mechanisms za kuhakikisha kwamba watu wakati huo watafurahi sana juu ya matunda ya uwepo wako hivi leo. Sasa ni swala la kiongozi. A good leader should be able to paint the vision. Kiongozi bora anapaswa kuwa na uwezo huo wa kuitengeneza hiyo vision au hiyo dira, na kuona maisha ya watu miaka ijayo hivi leo yakoje, au taasisi yake miaka ijayo leo hii anataka aione kwamba itakuwa iko namna gani. Kwa hiyo kama unataka kuwa na kiongozi mzuri sana katika maisha ama katika taasisi, ni lazima ukubali kwamba unapaswa kuwa ni mtu wa maono, mtu wa ndoto, wa kuona vitu vya mbali, alafu nakuja kuviweka kwenye uhalisia leo na kualika wenzako. Maana kwa sababu hiyo ndio inaitwa uongozi, kuongoza wenzako. Maana yake ni kwamba unawaalika wenzako kwamba hivi ndivyo tunavyoiona taasisi yetu miaka ijayo, na hivi ndivyo ninavyoiona familia yangu miaka ijayo, hivi ndivyo ninavyojiona mimi binafsi miaka ijayo, taifa langu naliona hivi miaka ijayo. Na sasa kama kiongozi, as a leader, you invite or influence your colleagues to support you to accomplish the vision. Kwamba unawaalika sasa wenzako, maana uongozi ni kuongoza watu, sio vitu. Kuna tofauti kati ya uongozi na utawala au management. Siku nyingine tutatoa tafasiri ya hayo mambo yote, lakini tu kwamba kama kiongozi, sifa kubwa ni kutengeneza dira, kwa maana ya kwamba kuona maono na yale maono kuyaweka kwenye uhalisia, alafu kutengeneza dhima. Dhima maana yake kwamba kuwepo na taratibu au vitu vipaumbele vitakavyokuwa vinafanyika kuhakikisha kwamba ile dira inaweza kufikiwa. Na nataka nikuhakikishie kwamba unapokuwa unafanya hivyo, inasaidia sana kuchukua zile rasilimali, kwa maana ya vitu, watu, pamoja na miundombinu iliyopo hivi sasa, kuhakikisha kwamba inaandaliwa kufikia ndoto za siku zinazokuja. Lazima tuwe viongozi wa vizazi na vizazi vinavyokuja. Leaders of today, generations and generations and generations. Vizazi, sisi tulipo hivi sasa, au mahali ulipo hivi sasa, ama taasisi ama nini, kuna sehemu fulani ambayo wewe umeanzia. Sio kwamba tumeibuka tu tukakuta mambo yako kama yalivyo, ama vitu viko kama vilivyo katika familia na nini. Kuna sehemu fulani hivi ulianzia, labda katika ngazi ya familia mzee alianza akafika mahali fulani, unaona, na hata wewe unaenda unafika mahali fulani. Ama hata kama ni kazi unafanya katika taasisi fulani, hiyo taasisi ilianza ikafika mahali fulani, na wewe upo hivi sasa ili uweze kwenda mahali fulani. Kwa hiyo kama kiongozi, na kila mmoja wetu, nataka nikuhakikishie kwamba ni kiongozi. Kwa sababu kiongozi unajua ni nini?
Kiongozi is all about integrity. Yani uongozi maana yake ni pamoja na uadilifu. Na uadilifu tafasiri yake ni nini? Tafasiri yake ni kwamba unafanya kitu sahihi hata kama hayupo wa kukutazama ama kukufuatilia, kwamba doing a right thing even if there is no one there watch over you or seeing you. Unapokuwa hivyo, maana yake tayari wewe tunasema kwamba nini? Ni kiongozi, kwa sababu una sifa ya uadilifu. Kwa hiyo kama kiongozi, ndugu yangu, nakualika tengeneza vision, tengeneza dira, tengeneza dhima, vision, picha, taswira ya mbali kabisa na taratibu za kuweza kuifikia, kama ni katika taaluma, kama ni katika taaluma, kama ni katika kazi ama career path, kama ni katika biashara, kama ni katika uongozi na mambo kama hayo. Ukifanya hivyo, Mungu atakubariki na watu watakubariki. Asante, na kuomba fuatilia sana mawasiliano yetu hapo chini. Kama kuna lolote, basi tunaweza kuwasiliana kwa ajili ya kupeana elimu zaidi. Asante na nikutakia wakati mwema.